matukio ya hivi punde ambapo wabunge walioibuka na ushindi kwenye chaguzi ndogo waliapishwa. I, Teru Leo wa Muthende Ahmed Maalim Hassan, do hereby in the name of Almighty God that I'll obey, respect, uphold, preserve, so help me God. Safari ya wabunge hao ilishuhudia siasa za kukatana shoka, huku baadhi ya washindani wao wakilia kwikwi. Lakini haya hayakuzuia safari hii ambayo wenyewe wanasema ilipangwa na Mungu. Mungu atakuwa mbele, watu wa Malava watakuwa katikati, mimi nitakuwa nyuma kuhakikisha kwamba hakuna mtu wa Malava yoyote mwenye anapaki nyuma. Siku ya kuapishwa, Muthende akajipatia umaarufu wa kipekee. Proceed. Alafu Rais William Ruto naye akapata heshima ya tuta. Honorable members, estimates indicate that achieving Ni mwaka ambapo aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni Ndindi Nyoro amefunguka macho ajabu. Everything you see with your eyes happening in Kenya now in terms of development, what you can see, for example, the expansion of this Keno Marwa Road is not even part of the 12 trillion borrowed, is another colon on the side called fuel levy securitization. Ila waziri wa fedha John Mbadi akawa na majibu instant. Can you explain where he took the money? He was doing cabros to his home in his schools. Wenzake wanaunga mkono broad-based wakamkumbusha walikimia wakati alipokuwa na nyama mdomoni. Hivyo sasa watakopa na kukopa na kukopa na kukopa ili kuendeleza maeneo yao. Seneta wa Kakamega Boni Khalwale akafurushwa nafasi ya kiranja wa walio wengi katika bunge la seneti kwa kumpigia kampeni Seth Panyako wa DAP Kenya kwenye uchaguzi mdogo wa Malava. A resolution was passed to remove the Senate Majority Whip, Senator Dr. Boni Khalwale, CBS MP. told you I want to be a whip. No. Kadhalika ni mwaka huu pia ambapo wabunge walifanya juu chini kuhakikisha NG-CDF inajumuishwa kwenye katiba, huku aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga akisema pesa za hazina hii zielekezwe county. But we equally plead with you, Your Excellency, and the Right Honorable Prime Minister, that there's this other thing called CDF, NG-CDF. Hii pia msitunyang'anye jameni. Because I was told the MPs that they disagree. CDF, national government, give that CDF national government but to the counties. Ukawa na mgogoro wa bajeti katika mabunge yote mawili. Halafu ghafla binivu taifa likapigwa na mshtuko, giza likatanda. Mbunge Charles Nong'ondowere wa Kasipul akauliwa kinyama kwa kupigwa risasi. Ni kifo kilichovutia hisia. The way Were was killed is like a chicken. He was humiliated like a thief. And Were never stole anybody's thing. Hata hivyo, familia ya Were huenda imepanguzwa machozi, japo uchungu utazalia baada ya mwanawe Boit Were kuchaguliwa kuwa mrithi wa babaye. Alipoibuka mshindi akasema amewasamehe waliomuua babaye. I seek no revenge. Revenge cannot raise the dead, cannot comfort a grieving family, and cannot build a nation. Giza totoro likazidi kutanda bungeni. Bunge Malulu Injendi na yakaaga dunia. Ila hapa tofauti na Kasipul mwanawe Injendi, Ryan Malulu Injendi hakuchaguliwa. Watu wa ofisi ya Prime Cabinet Secretary, nini hii kubwa mlikuwa mnafanya Malava kupiga kijana mdogo kama mimi? Mbona mko watu wa Malava wafanye uchaguzi kivyao? Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, mzee alikuwa rafiki yako, tumekubali lakini atasahau. Pia bunge lilishuhudia kifo cha mbunge wa Isiolo Kusini Tobibitu Mohamed. Vilevile ni mwaka huu ambapo vurugu zilishuhudiwa bungeni wakati mwili wa Raila Odinga ulikuwa ukipelekwa majengo ya bunge kutazamwa na umma. Katika mabunge ya kaunti, wakilishi wadi huko Nyamira na Kericho waliwabandua magavana Amos Nyaribo na Eric Mutai, ila seneti ikawa mwokozi.
Tungali bungeni, tuangazie ushirikiano wa broad-based. Ni ndoa ambayo baba aliwaweka viongozi wa ODM na kumfanyia mbunge Emilio Odhiambo kushindwa iwapo atapinga serikali au ataunga mkono. Ni ndoa ambayo baadhi ya wabunge wa ODM wamepinga waziwazi, Seneta Edwin Sifuna akiweka bayana broad-based no. For me, ukiniuliza kama Sifuna, ule mkataba tuliandika na UDA is of no use as I speak today. Mwakilishi wa kike wa Homa Bay Joyce Osogo naye yuko broad-based mzima. Mwenzake wa Migori Fatuma Mohamed naye yuko tayari kumtetea rais kufa kupona. Mungu muulize William Samoei Ruto afikisha safari yake ya miaka 10. Makala haya hayatakuwa makala bila kukukumbusha jinsi wabunge wa kike Umi Harun na Falhada Iman walivyokabana koo. Wachana nao. Ni mwaka huu pia ambapo wabunge wa Tanzania hasa wa chama cha CCM walisalimiwa na Wakenya Gen Z kufuatia mvutano mkali na mashambulio ya maneno mtandaoni, hasa baada ya mwanaharakati Boniface Mwangi kukamatwa nchini humo. Wao tuliwaona kule, walienda kunajisi mpaka bunge lao. Nchi gani ile? Eti alafu mtu anakuambia tukasome. Kwa tukasome nini? Kipi tukasome? Nyinyi wa Kenya ni ndugu zetu, ni rafiki zetu, ni majirani zetu na hatuna namna ya kuwa kwetu. Mimi ni John Wanyonyi.